Pia nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, sehemu iliyokuwa tukufu kuliko zote. Tumefika hapa ili kuweza kudiriki salatul Jumaa. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kuweza kuipata salatul Jumaa, tena tuipate kwa jamaa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji wa kila kitu kwenye huu ulimwengu. Baada ya kuumba kila kitu kwenye huu ulimwengu, Allah subhanahu wa ta'ala akamteremsha mwanadamu, ama akamuumba mwanadamu ambaye kwamba atakayekuwa ndio kiongozi wa kila kitu kwenye huu ulimwengu. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akaona maisha ya mwanadamu hayatokuwa yamesimama kisawasawa pasina kuwa na mielekeo ya kidini. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipowateremsha mitume, lengo kuja kwa wanadamu, kuja kuwafundisha dini na kuja kuwafundisha la ilaha illa Allah, na ndiyo silsila ya mitume wote kuanzia Adam mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaambiwa kitu chochote ambacho kwamba unakiona kipo katika mstari ulionyooka, basi ndani yake kuna vitu vingi ambavyo kwamba vilivyopitia mpaka kitu hicho kikaweza kusimama. Mfano mzuri tu, msikiti huu mpaka umefikia hali hii, kuna watu ambao kwamba ndani yake waliweza kutoa mali zao, waliweza kutoa mashauri yao, waliweza kutoa juhudi zao mpaka tunaona msikiti huu ukiwa katika hali nzuri. Hivyo hivyo pia katika dini, mpaka leo hii tunaiona imefikia hapa, kuna watu ndani yake waliotoa mali zao, kuna watu waliopoteza damu zao, kuna watu wamepoteza ndugu zao, na kuna watu walikufa ndani yake. Na ndio maana khatibu wa leo akaonelea achague mada ambayo kwamba itakuwa ndani ya unwan madha qaddamta lidinik, umefanyia nini dini yako. Kama nana tunavyosoma historia ya mitume waliopita na historia za masahaba, namna walivyoitumikia dini. Sasa ni swali la kujiuliza, mimi na wewe tumefanyia nini dini? Amepokea al-Imam Muslim kutoka kwa Saidna Abdullah ibn Umar, vile vile al-Imam Muslim na Imam al-Baihaqi katika Sunani al-Kubra kutoka kwa Saidna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dhata yawmin sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashabahu, siku moja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwauliza masahaba zake, man asbaha minkum al-yawma sa'iman, ni nani siku ya leo ambaye kwamba aliyepambaukiwa hali ya kuwa amefunga? Miongoni mwa masahaba akiwemo Abu Bakar radhiyallahu anhu akasema, ana ya Rasulullah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaendelea akasema, man tabi'a minkum al-yawma janaza, ni nani siku ya leo ambaye kwamba aliyesindikiza jeneza? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Mtume akaendelea akasema, man at'ama minkum al-yawma miskina, ni nani siku ya leo aliyelisha maskini? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Mtume akauliza tena,
man aada minkum al-yawma marida, ni nani siku ya leo aliyetembelea mgonjwa? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kwa hiyo ukiangalia katika maswali yote Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyoyauliza, utaona Abu Bakar alikuwa mstari wa mbele katika kufanya khairat. Abu Bakar alikuwa ndo mfano mkubwa katika kutangulia kufanya mema, na ndio maana katika maneno yaliyopokelewa kutoka kwa Saidina Umar ibn al-Khattab akimwambia Saidina Abu Bakar, ata'abta man ba'daka ya Abu Bakar, umewapa tabu watakaokuja baada yako wewe Abu Bakar. Kwa sababu gani umewapa tabu? Ikiwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ameyafanya yote kwa siku moja, je, kwa wiki atakuwa ameyafanya mangapi? Kwa mwezi atakuwa ameyafanya mangapi? Kwa mwaka atakuwa ameyafanya mangapi? Kisha Abu Bakar yaumul qiyama, zikiletwa mizani zetu na mizani yake, zikipimwa, zikaangaliwa hasanati zetu na hasanati zake, ni vitu viwili tofauti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika harakati za kujiandaa na vita, siku moja aliwakusanya masahaba zake, akawaambia, tumekabiliwa na vita, lakini vita hivi vinahitaji mali zenu. Abu Bakar radhiyallahu anhu akatoa mali zake zote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, Abu Bakar, umebakisha nini nyumbani kwako? Abu Bakar akasema, nimebakisha Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maulama wanatuambia kisa hichi cha Abu Bakar kutoa mali zake zote kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kilitokea zaidi ya mara 3. Sisi leo hii tujiulize, fikra zetu ziko wapi katika kuendesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Leo hii fikra ambazo kwamba tunazo zimejaa kidunia. Tupo zaidi kuijenga dunia kuliko akhera. Tunafikiria kuwa na nyumba, tunafikiria kuwa na magari, tuishi maisha ya kifahari, lakini hujawahi kujiuliza hata siku moja, lau Allah subhanahu wa ta'ala akikusimamisha akakuuliza umeifanyia nini dini yako, utakuwa huna swala, utakuwa huna jibu la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tufahamu ya kwamba tuishi namna tutakavyoishi. Umri wako si kwa idadi ya miaka ulioishi duniani. Umri wako utaanza kuhesabiwa pale tu utakapoanza kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo umri wako unapoanza kuhesabiwa. Sahaba Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, ambaye kwamba huyu ni Sayyidul Ansar, ndio bwana wa Maansar. Ukiangalia historia yake, miaka aliyoishi ndani ya Uislamu ni miaka 6 tu. Baada ya kumkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaelekea kwa ndugu zake wa Ansar, akawalingania, akawakinaisha, basi watu wale wakaslimu, na waslimu watu wengi zaidi katika mikono ya Sa'ad ibn Mu'adh. Lakini Sa'ad huyu ambaye kwamba ameishi katika Uislamu miaka 6, siku alipokufa anashuka Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Mtume, al-yawm ihtazza arshu ar-Rahman limauti Sa'ad, siku ya leo arshi Allah subhanahu wa ta'ala imetikisika kwa mauti ya Sa'ad. Angalia jambo kama hili, sio jambo dogo. Arshi Allah subhanahu wa ta'ala kutikisika kwa mauti ya Sa'ad, ni vitu gani ambavyo kwamba alivyovifanya Sa'ad? Na sio hilo tu,
walishuka malaika kusindikiza jeneza lake. Leo hii mimi na wewe tunakufa, hata kipande cha karatasi kutikisika hakitikisiki. Leo hii wengine wanakufa hawafahamiki hata kama wamekufa. Abu Bakar radhiyallahu anhu, baada ya kumkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza ambalo kwamba alilolifanya ni kwenda kulingania ndugu zake, kulingania marafiki zake. Ndio maana ukiangalia katika historia ama katika sira, al-asharatu al-mubashsharuna bil janna, wale watu 10 ambao kwamba waliobashiriwa pepo na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukiangalia 6 miongoni mwao walisilimu mbele ya Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Enzi hizo Abu Bakar sio kwamba ana elimu nyingi, alichukua kwa Mtume Muhammad kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kilima hichi akaweza kukifikisha kwa ndugu zake. Leo hii udhuru wangu mimi na wewe wa kuweza kuitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala uko wapi? Ikiwa udhuru ambao kwamba utakaotoa labda mimi sina elimu, Abu Bakar alikuwa hana elimu, na labda wengine wanafikiria kuendeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala labda ni katika kusimama katika mimbar. Saidina Abu Bakar ndio alikuwa kipaumbele katika kila aina ya hasanat. Tumwangalie sahaba mwingine, Suhaib ar-Rum radhiyallahu anhu. Suhaib ar-Rum aliingia katika mji wa Makka, alikuwa hana mali, ni mtu wa kawaida. Baada ya kuingia Makka akajishughulisha na biashara. Siku miongoni mwa masiku akawa ni tajiri miongoni mwa matajiri wa Makka. Baada ya kuwa ni tajiri, maana Makka muda huo Mtume Muhammad alikuwepo, muda mchache Mtume Muhammad ikabidi aame kutoka Makka kuelekea Madina. Suhaib ar-Rum kwa mapenzi aliyokuwepo nayo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye akataka kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini wakati anatoka, kufaru Makka, wale makafiri wa Makka wakamzuia, wakamwambia Suhaib, umekuja Makka wewe, hauna chochote, hauna mali. Mali hii umeipata ukiwa Makka, yani mali hii ambayo kwamba unayo wewe tumekupa sisi. Kwa hiyo ukitaka kutoka Makka kumfuata mtume, uchague vitu viwili, aidha ubaki wewe ama uache mali yako umfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia alichokijibu Suhaib ar-Rum, akamwambia mimi nitamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Suhaib alipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia rabiha al-bay' wa Aba Yahya, biashara yako imepata faida. Kwa sababu gani imepata faida? Kwa sababu umefanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwangalie sahaba mwingine, Mus'ab ibn Umair, akijulikana kama Fata Makka, kijana wa Makka. Ukiangalia katika historia, huyu Fata Makka ambaye ni Mus'ab ibn Umair, mavazi ambayo kwamba unayajua wewe kipindi hicho, basi Mus'ab ameyavaa. Mavazi mazuri mazuri, manukato mazuri, manukato kutokea pande za Sham. Suhaib hakuna vazi ambalo kwamba hajalivaa wakati huo. Lakini angalia Suhaib ar-Rum, sanda ambayo kwamba aliyokafiniwa ilikuwa akifunikwa kichwa, miguu inabaki wazi, na miguu ikifunikwa kichwa kinabaki wazi. Aliamua kuyaacha yote kwa sababu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Ukimsoma Suhaib ar-Rum ndio ambaye kwamba alitumwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuelekea Madina, ambaye kwamba leo hii ukimsoma balozi wa kwanza katika Uislamu ni Mus'ab ibn Umair. Alitumwa na Mtume Muhammad kuelekea Makka, kuelekea Madina. Baada kuelekea Madina na kufika Madina, hakuna nyumba ambayo kwamba iliyobakia isipokuwa ndani yake imeingia nuru ya Uislamu. Yote haya aliyafanya Mus'ab ibn Umair. Madha qaddamta lidinik, umefanyia nini dini yako? Tutoke kwa masahaba, maana masahaba tuwezi kuwamaliza, masahaba ni wengi. Tuje kwa tabi'a na tabi'in. Miongoni mwao al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ukiangalia pia katika historia yake ametembea miezi kwa miezi, miaka na miaka akitafuta hadithi moja ambayo kwamba ni sahihi. Kumwangalia mtu mwingine Abul Khatam Ar-Razi. Abul Khatam Ar-Razi anasimulia, anasema nilikuwa nikitembea masafa ya kutoka mji kuelekea mji mwingine, hali ya kuwa nilikuwa na hesabu mpaka ikafika farsakh 1000. Na farsakh 1000 kwa vipimo vya sasa ni takriban kilomita 4 mpaka 6. Sasa maulama wanatuambia kilomita 4 ama 6 ichukue, alafu utatimes mara 1000, unazidisha mara 1000. Aidha jibu litakuja ni 6000 ama 4000. Kwa hiyo Abul Khatam Ar-Razi safari yake ya kutafuta hadithi ni zaidi ya kilomita 4000 ama 6000. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah kwa zaidi ya miaka 40 hajaweka ubavu wake chini ya ardhi. Miaka 40 alikuwa akifanya nini? Ukisoma katika historia yake, ndani kwake kulikuwa kuna kiti na meza. Ina maana akikaa kwenye kile kiti anasoma, akichoka kusoma anatunga vitabu. Kwa usingizi ukimpitia pale ndio sehemu yake ya kulala pale. Kwa zaidi ya miaka 40 hajaweka ubavu wake. Leo hii vitabu vingi ambavyo kwamba vimetungwa na Imam an-Nawawi vimekuja katika tabaqatu min adh-dhahab, vingine vipo katika maktaba, vingine ukiangalia pia katika simu utavikuta. Yote haya ameyafanya kwa sababu ya kulinda dini yake. Hakujiangalia yeye, ameangalia watakaokuja baada yake. Tunachotakiwa kukifahamu, ikiwa hatutoitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataleta watu wengine ambao kwamba watakaompenda Allah subhanahu wa ta'ala na wataitumikia dini yake. Mwenyezi Mungu anatuambia inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi ndio ambao kwamba tumeteremsha ukumbusho kama huu ambao kwamba ni Qur'an, na sisi ndio ambao kwamba tutakao hifadhi. Mwenyezi Mungu ameshaika ahadi ya kuhifadhi ukumbusho huu. Atauhifadhi kupitia kwa kina nani? Je, ni kupitia kwetu ama watu wengine? Chaguo ni letu. Ikiwa tunataka kuhifadhi dini Allah subhanahu wa ta'ala, tuhifadhi. Na ikiwa hatutaki kuhifadhi dini Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataleta watu wengine ambao kwamba watampenda Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu pia atawapenda. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Ikiwa nyinyi hamtaifanyia kazi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ataleta watu wengine tena hawatakuwa mfano wenu. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi sote, kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala akampa uwezo wake. Kuna mmoja yeye ni fundi, kuna mmoja yeye ni kadhaa.
Sasa angalia katika ujuzi ambao kwamba uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ulishawahi kutumia vipi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa wewe ni mzoefu katika kupiga rangi ama unajua kupiga rangi, uwezo huu ambao kwamba unao ulishawahi kutumia vipi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na ikiwa tuna mapungufu, basi haiwi ni sababu ya sisi kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimwangalia sahaba Abu Mahjan radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtihani. Alikuwa ni mnywaji wa pombe sana. Saad ibn Abi Waqqas ambaye kwamba alikuwa ni kiongozi wakati huo katika vita vya Qudais, aliweza kumfunga huyu Abu Mahjan kwa sababu alikuwa ni mnywaji wa pombe, japokuwa ni mahiri sana katika vita. Sasa katika uwanja wa vita Abu Mahjan alifungwa na Saad ibn Abi Waqqas. Katika vita ndani yake kulikuwa kuna mke wake Saad ibn Abi Waqqas. Saad akamwambia mke wake, nenda kamwangalie Abu Mahjan asije akatoroka. Abu Mahjan akamwambia mke wake, nifungulie na mimi nikapambane. So sababu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenipa mtihani wa mimi kunywa pombe, basi isiwe ndo sababu ya kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamuomba mke wa Saad ibn Abi Waqqas na akamwahidi, akamwambia, niachie na naweka ahadi kwako, ikiwa nitarudi katika vita basi nitakuja nijifunge mwenyewe, na ikiwa sitarudi basi mambo yameishia hapo. Mke wake akamfungulia. Abu Mahjan akaenda katika vita ambapo kwamba wakati huo Saad ibn Abi Waqqas alipanda juu ya jabali kwa sababu hali yake haikuwa nzuri. Kwa hiyo alipanda juu ya jabali kuangalia vile vita vinavyoendelea. Kwa mbali anamuona mtu ambaye kwamba anayepigana ni hodari, na wakati huo mke wake tayari alishakuwa karibu naye. Akamwambia, mke wangu, lau ningekuwa sijamfunga Abu Mahjan ningesema yule ni Abu Mahjan. Mke wake akamwambia, yule ni Abu Mahjan, nimemfungulia lakini ameweka ahadi ikiwa tarudi basi atajifunga mwenyewe. Na kweli vita vikaisha. Baada ya hapo Saad ibn Abi Waqqas akaenda kwa Abu Mahjan akamwambia, kuanzia leo Abu Mahjan, sitokuadhibu kwa sababu ya kunywa kwako pombe, kwa sababu mtu ambaye kwamba anakunywa pombe hukumu yake ni kupigwa viboko, na Abu Mahjan kila akinywa viboko, akinywa pombe huwa anaadhibiwa. Basi Saad ibn Abi Waqqas akamwambia Abu Mahjan, kuanzia leo sitokupiga viboko. Saad akaweka ahadi hii, lakini angalia Abu Mahjan alichomjibu. Akamwambia, ikiwa mimi nakunywa pombe lakini hautonipiga, kwa sababu kule kupigwa ndio tohara yangu, unanitahirisha, kuanzia leo sitokunywa pombe kwa sababu hakuna kitu ambacho kwamba kitakachonitahirisha. Kwa hiyo mwisho wa Abu Mahjan kunywa pombe ndio kaishilia hapo. Kwa hiyo mtihani ambao kwamba uliopewa na Allah haina sababu ya wewe kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyu dhalik walqadiru alayh. Mwenyezi Mungu ndiye muweza kila kitu. Na ya kuzungumzwa katika mada hii ni nyingi sana. Lau tunaweza tukarefusha mambo ikafika mpaka Isha, hatuwezi tukamaliza. Lakini kwa haya machache ama mengi tutosheke nalo. Tukitoka hapa tujiulize kitu gani ambacho